Naam, tuko hapa na mdau wa tasnia ya sheria pia na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kuzungumza naye katika mwenendo wa vitu ambavyo vimevuka siku ya jana katika maeneo ya Kisutu, Dar es Salaam, ambapo imeonekana baadhi ya vurugu na matukio yametokea pale pindi watu walipoenda kusikiliza kesi ambayo ilitangazwa itafanyika tarehe 24 mwezi wa 4 2025 juu ya kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu, ambapo kesi hiyo inamkabili kesi ya uhaini. Unaweza kujitambulisha kwa majina mdau wetu ili watu wakufahamu, kisha tukaendelea na hoja zingine ambazo utatujuza zaidi. Kwa majina naitwa Maro Chacha Kisieri. Ni mdau katika tasnia ya sheria na pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Sawa, kitu cha kwanza nataka nikuulize au nataka utusaidie, utuelimishe, ni swala la watu kwenda kuhudhuria katika mahakama au kusikiliza kesi au kufuatilia miendendo ya kimahakama. Taratibu zikoje za kinchi yetu na vitu gani hasa raia au wananchi wanapaswa kuvifanya ili apate kigezo au ana vigezo na misingi ya kwenda kuhudhuria kesi mahakamani? Kwanza sharti tufahamu kwamba taifa lolote lile mbali ya maeneo yake ya kiutawala na kijiografia ni watu. Sasa kama ni watu watu hao wana haki zao ambazo ni haki za msingi za binadamu ambazo zimegawanyika katika makundi mbalimbali. Kuna haki za kisiasa, za kiraia, uchumi, kijamii na utamaduni. Sasa swala la kwenda mahakamani mtu ama raia ni haki yao kabisa ya msingi kisheria na kikatiba. Na tukijaribu kuangalia kwa mfano hizi kanuni za matumizi ya sheria pamoja na utawala wa mahakama ambao kwa lugha yetu ya kigeni au kwa Kiingereza unaita The Judicature and Application of Laws Act. Sasa sheria hiyo inampa mamlaka jaji mkuu kutengeneza kanuni ambazo zinahusiana na matumizi ya sheria hiyo pamoja na utawala wa mahakama. Sasa mwaka wa 2021 tuliona zilitengenezwa hizo kanuni ambazo zilianzisha usikilizaji wa baadhi ya kesi ama wakati ambapo panahitajika ulazima wa kusikiliza kesi kwa njia ya masafa, wanaita remote proceedings hearing. Sasa raia wana haki ya kuweza kuingia mahakamani muda wowote ule katika mashauri yoyote yale, yawe ni ya madai, yawe ni ya jinai. Kwa hiyo jinsi ambavyo walijitokeza katika hii kesi ya Tundu Lissu ambayo tunajua wazi kwamba inamkabili katika miongoni mwa tuhuma ambazo anakabiliwa ni tuhuma ya uhaini, ambayo ni kosa kubwa kabisa miongoni mwa makosa ya jinai, ndio kubwa zaidi ya yote. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia kwanza tuhuma hiyo peke yake au aina ya kesi hiyo inavuta moja kwa moja taswira na hisia za maslahi ya umma. Kwa hiyo watu walikuwa na haki kabisa ya kwenda mahakamani. Umesema watu walikuwa na haki ya kwenda mahakamani. Kwa hiyo kilichotokea jana, watu walienda mahakamani kweli, ikaonekana baada ya kwenda mahakamani ikatoka sintofahamu kama zinaonekana katika mitandao ya kijamii mingi. Pia hata yule mtu ambaye alienda kufuatilia kesi yake hakuweza kuonekana. Tunajua yuko chini ya dola na hakuweza kufikishwa katika mahakama. Tunajua nchi yetu ina nguzo 3. Kwa nguzo moja kufanyaje ambao alipata kufikishwa na watu walienda mahakamani. Kwa walipoenda mahakamani wale watu paka katokeze vurugu na nini, walikuwa kinyume na sheria zetu au yalotokea alifanyika waliofanyiwa au yalotokea ni sahihi au sio sahihi? Kimsingi tulishuhudia jeshi la polisi, lazima tuwe wazi, jeshi la polisi litumia nguvu kubwa sana, na kabla ya kwenda kwenye kesi jeshi la polisi pamoja na vyombo vyake tuliona magari hapo, tuliona umbwa wa kutosha, idadi kubwa sana ya maskari polisi wakiwa wametanda katika eneo hilo ambalo walikuwa wamelizingira la mahakama ya hakimu mkazi Kisutu na hata mitaani
kitendo cha kuweza kuzuia watu kutokwenda mahakamani, na kabla hapo alikuwa ameshatoa matamko mbalimbali ya kwamba watu wasithubutu kwenda, na endapo watathubutu yatawatokea. Yatakayotokea tuliona ni mengi yamezungumzwa sana, hata akiwemo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Chalamila. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia kwamba udhibiti ule kwa kweli ni uvunjaji wa katiba na sheria zetu. Kwa nini? Tukijaribu kuangalia katika ibara ile ya 18 ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ni sheria mama zaidi ya zote, inaeleza bayana haki ya uhuru wa kutafuta, kupewa na kupata taarifa kama mnavyofanya nyinyi sasa hivi hapa. Hamhitaji kibali. Haki ya kutafuta, kupata na kupewa taarifa. Sasa shauri hili liko katika mahakama. Mahakama ambayo ni chombo miongoni mwa mihimili ya dola huru kabisa kikatiba chini ya ibara ya 107B kwa marekebisho yaliyofanyika mwaka wa 2005 na 2007. Mahakama ni muhimili huru wa dola. Sasa kwa vile ni muhimili huru wa dola na kwa kuzingatia nukuu hiyo nilisema ya ibara 18, haki ya uhuru wa taarifa, kutafuta, kupata na kupewa, wananchi walienda kupata taarifa juu ya kiongozi wao muhimu sana Tundu Lissu kama mwanasheria, Tundu Lissu kama kiongozi wa chama cha siasa kikubwa kabisa. Hata asingekuwa na nafasi hizo, hata kama ingelikuwa ni raia mwingine yote ile wa kawaida, wana haki ya kwenda mahakamani pasipo masharti ya aina yoyote ile. Na hatujaona hata katika utawala wa mahakama yenyewe Kisutu hapo wameeleza chochote kuhusiana kwamba kuna uharibifu wa amani utatokea kwa ujio wa watu. Hawajasema hata kidogo. Hawajasema. Na hawajasema kama wao ndio walioalika hao polisi, pengine kwa kupata taarifa ama kwa kuhofia hali hiyo. Haijawahi kutokea. Na si mara ya kwanza kwa wananchi kwenda kwa idadi hiyo kubwa. Tulishaona hata wakati Mboya anatuhumiwa katika kosa la ugaidi, watu walienda wengi sana. Tulishaona huko nyuma pia God bless Lema kule katika kesi ambazo alikuwa anatuhumiwa nazo na kabila nazo za jinai kura Arusha, watu walienda wengi mno, na hatukuona hatu polisi wanatumia nguvu za namna hiyo. Kwa nini inatumika kwa Tundu Lissu? Hakuna ubishi, ni kwamba CCM na serikali yake wamehofia sana slogan hii ya Chadema au mkati huu wa kwamba hawataingia katika uchaguzi bila mabadiliko ya msingi. Ni hicho tu. Nicho tu. Alafu kutokuletu kwa Tundu Lissu pia lazima tuangalie sababu za kupelekea Tundu Lissu kuletwa. Lazima tuelewe pia, hakuna asiyejua kwamba Tundu Lissu anashtakiwa mahakamani. Hajashtakiwa sehemu nyingine yote ile wala mitaani, ni mahakamani na kesi iko mahakamani. Sasa katika wadau wakuu kabisa wa msingi katika kesi ambayo tunaita interested parties ni Tundu Lissu pamoja na jamhuri, yani serikali ambayo imeshtaki. Sasa iweje yule ambaye ndio amehusika katika kesi hiyo, ambaye yeye ndio ana haki ya kujitetea hata kama ana mawakili, asiletwe? Na ukijaribu kuangalia pale alipo katika ile gereza la Ulole, kama sasa kuwa nimekosea, mwanzoni alikuwa Keko. Kutoka pale kwenda Kisutu kuna umbali gani? Je, ni masharti gani ambayo yamewekwa kisheria kwa mujibu wa kanuni hii ya 2021 ambayo nimesema ya kanuni za matumizi ya sheria pamoja na utawala wa mahakama, the judicature and the application of laws rules. Sasa zile ukijaribu kuangalia katika hili kifungu cha 5 inaeleza kwamba kesi inaweza kusikilizwa kwa njia ya masafa, iwe ya jinai au ya madai, pale ambapo wanaona kwamba kuna mazingira ambayo yanapelekea kutokuwezekana. Sasa tumeangalia, je, mahakama imeelezea kwamba kuna mazingira kutokuwezekana, yani impracticable circumstances, tumeyaona pale? Jibu ni hapana. Ama pale panapoonekana kwamba hakuna maslahi ya umma au maslahi mapana ya haki. Unaona? Sasa ukijaribu kuangalia katika hapo napo unaona jibu ni hapana. Alafu tunakuja kuangalia pale ambapo inatokea pengine mhusika anaumwa, ama kuna gharama ambazo wanaona kwamba hakuna lazima kuweza kutumia gharama hizo za kawaida, unreasonable costs, hatujaona. Ama kuna hali zingine ambazo zinaweza kupelekea kuathiri pengine umma katika ujumla wake. Kwa mfano kama kumetokea hali ya
ya tahadhari, yani state of emergency. Kuna hali hatari labda imetangazwa katika nchi ambaye mwenye mamlaka ya kutangaza ni rais, ama kumewekwa karantini kwa mgonjwa mlipuko. Hivi vitu vinaweza kupelekea pakuwepo na usikizaji wa mashairi katika njia ya masafa. Hivi vitu vyote havikufanyika. Ndugu zangu, huu ni uvunjaji kabisa kabisa wa sheria na haki. Kwa hiyo polisi wasitumike katika namna wanavyotumika. Tunaelewa wazi kwamba polisi wako katika muhimili wa utawala. Na ukijaribu kuangalia hadhira hii si ya mahakamani peke yake. Mbona katika serikali na taasisi zake, kwa mfano kamati ya ushauri ya mkoa, watu wanaenda katika muhimili wa utawala? Mbona katika vikao vya kamati ya maendeleo DCCs za wilaya watu wanaenda? Mbona katika mikutano ya hii inayofanyika ya baraza la madiwani, halmashauri, full council, watu unahudhuria? Mbona katika bunge na baraza la wawakilishi kuna galleries, yani kumbi ambazo watu wanakaa kama ilivyo katika open court katika mahakama? Huu ni udhalilishaji kabisa wa muhimili wa mahakama. Sijapata kuona kama serikali yenyewe mpaka bungeni vyombo vya kutunga sheria kuna maeneo ya wazi kama ilivyo kwa open court. Na tujaribu kuangalia pia kujaribu kuangalia majengo haya ambayo yamejengwa nchini Tanzania ya mahakama. Tujuze katika akili ya kawaida, sawa? Majengo yote kama unavyoona Mwanza hapa, kule Buswero, kote nchini, iwe Dar es Salaam, iwe mikoa yote huko Geita, Shinyanga, Dodoma, Tabora, huko Mtwara, Arusha, Moshi, huko Kilimanjaro, kuanzia ghorofa 2 mpaka ghorofa 3 kwa rasilimali zetu zote. Humo wanataka nani wahudhurie humo sasa? Ni kweli kwamba majaji na mahakimu na waajiriwa au watumishi wa mahakama ndio wanaojaza humo mahakama? Kwa hiyo zimejengwa kwa ajili yao au zimejengwa kwa ajili ya sisi wote umma? Ni sisi umma. Okay, sawa. Kuna hili swala baada ya watu kuhudhuria mahakamani walipata dhuluma ambazo paka leo mida ya paka mchana wengi walikuwa wanatoa ushuhuda. Moja ni viongozi wakubwa na wengine washapita. Mmoja alikuwa ni Toa Mwaipaya, alikuwa John Pombalo ambao alikuwa ni wenyekiti wa Bavicha Taifa. Toa Mwaipaya akiwa ni mhamasishaji wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Pombalo akiwa mwenyekiti na pesha kwa mgombea wa ubunge kupitia jimbo la Nyamagana 2020. Wakana kitoa ushuhuda wao, pia wakina Lema, wakina Boniai Jacobo, akiwepo na Sugu walifanya press conference ambao wakielezea alotokea. Sasa nataka utupe mtazamo wako kwa vitu vinavyoendelea na tunaelekea katika uchaguzi. Na wale watu kama tena wanaonekana walishafutwa hawakushiriki hata maadili ya uchaguzi. Inakuwa hofu inatoka wapi mpaka mambo yanaitwa hivi? Na kwa nini iwe leo katika mahakama mambo yasotiwe hivi, watu wapigwe, kitu ambacho watu hawakuwa na silaha, hawakuwa na nini, bila kuja kuangalia na kutupwa sehemu ambayo ni maarufu sana? Imekuwa ni Ununio. Walitupa Ununio, wengine watupa Bagamoyo. Sababu yake inakuwa nini ya msingi watu wafanywe vile, wakati watu wamefuata sheria za nchi ambazo zinawapa kibali, zinawapa uhuru wa kufanya ile jambo bila kuvunja sheria na misingi yote ya kiinchi? Kimsingi yanayotokea nchini Tanzania, kwa jinsi ambavyo umeuliza swali lako na jinsi tunavyoona sisi umma katika ujumla, unaona leo dunia iko kiganjani. Sio simu hizi, sio televisions hizi, sio radio hizi, ushuhuda watu wenyewe, vitendo vinavyofanyika nchini Tanzania kwa sasa kwa namna yote ile iwayo, vinahitaji kuzuiliwa na kudhibitiwa na kutokomezwa kabisa. Na kwa nini vimeelekezwa zaidi kwa viongozi wa vyama vya siasa? Udhibiti mkubwa kwa nini umekuwa mkali sana kwa chama cha Chadema? Mimi sio mwanachama wa Chadema. Mimi naongea kama raia Mtanzania, mwananchi wa nchi yangu, naye furahia na kuona fahari ya taifa langu huru. Nchi hii ni huru kabisa. Uhuru haukuwa ni uhuru kwa maana ya nchi, kwa maana ya mipaka ya kijiografia na kiutawala kama nilivyosema, uhuru wa watu. Matendo haya tuliyashuhudia na tumeyasoma na tumeyafundisha pia mashuleni. Vilitumika sana wakati wa ukoloni, kama ambavyo tuliwahi kushuhudia baba wa taifa wakati anapigania uhuru. Nguvu kubwa sana ilitumika, wakamwona kama muhaini tu, mchochezi mkali kama Tundu Lissu unavyodhibitiwa, na chama cha tano kikaonekana hivyo, na Chadema leo ndani ya taifa huru kimeonekana hivyo kabisa, kwa hofu ya CCM na serikali yake. Polisi wetu ni miongoni mwa majeshi yetu kwa ajili ya ulinzi na usalama wa raia na mali zetu sisi wote na taifa katika ujumla wake.
Kitu gani kimewasukuma mpaka wanatumia nguvu kubwa kiasi hicho? Na si kukamata viongozi peke yao. Tumeshuhudia pia hata huyu Dorothy Amini Semu ambaye ni kiongozi wa ACT Wazalendo. Mimi ni mwanachama wa ACT Wazalendo. Na nishapata kuwa mwenyekiti wa kamati ya sheria na katiba mkoa wa Mwanza kwa muda mrefu sana. Niliona kabisa hata jinsi ambavyo alikuwa anadhibitiwa wakati ameenda kuhudhuria ile shauri kwa kiongozi mwenzake. Kwa hiyo hii vipigo ambavyo wanapiga watu wanakamatwa, huku mwingine kama tumeona kuna msiba umeripotiwa, huyu aliyeokotwa huko ufukweni mwa bahari, wengine hawaonekani, wengine wako maustarini. Hivi huo ndio usalama na amani ya nchi? Huu ndio usalama na amani ya nchi? Haya ndio mambo ambayo wananchi tunahitaji? Jibu ni hapana. Katika nchi ambayo ilizoea historia ya nchi ya amani, nchi yenye utatuzi wa migogoro barani Afrika, nchi iliyopigania ukombozi wa mataifa kusini mwa Afrika, yenye taswira nzuri ndani na nje. Leo Tanzania inakuwaje na matukio hayo, matukio ya kiharifu kabisa hayo? Watu ambao wamejitokeza hadharani kabisa kwenda kwa nia njema kabisa mahakamani kwa namna nyingine yote ile iwayo. Polisi wanajua namna wanavyofanya kazi. Na matamko haya mimi nashangaa. Ukijaribu kuangalia taarifa zilizopita, kwa mfano utaona Julius Kambarage Nyerere, kwanza hata namna polisi walivyokuwa wanafanya kazi usingeweza kujua. Ndio kweli. Sisi tumekuwa bwana. Experience awamu hizi sio kubwa tu. Utaona Julius Kambarage Nyerere huwezi kujua jeshi la polisi linavyoweza kufanya kazi. Kwa sababu kazi nyingine kubwa ya jeshi la polisi ni kudetect, kung'amua. Sasa tena wanatakiwa kwenda kimya kimya, hata bila unaweza kaona hata usijue kama unao polisi hao. Sisi zamani tulikuwa tu askari kanzu, hatukuwahi kuona au usalama wa taifa haukuwahi kujulikana kabisa. Leo hii wengine wanajulikana, hakuna, haikuwahi kutokea. Na ndio maana walikuwa wanadhibiti sana matukio ya kirahisi sana. Jamani, hamkujua mapolisi wanavyofanya kazi, hasa umesema utawala wa baba wa taifa hayati Nyerere, kwa kwamba kwa siku hizi unamaanisha wanapaswa kufuata msingi hile kama ya zamani polisi ambao wanafanya kazi kipindi cha baba wa taifa hayati Nyerere? Jibu ni ndio. Kwa asilimia 100. Kwa nini? Watu walikuwa na amani sana. Watu wote walijiona ni ndugu. Haijalisha kwamba ilikuwa mfumo wa chama kimoja. Haimaanishi kwamba uwepo wa CCM na Tanzania waendelee kuaminishwa au kulazimishwa waamini kwamba uwepo wa CCM ndio amani ya nchi, uwepo wa CCM ndio usalama wa nchi. Hapana, nchi ni yetu wote. Katiba imeweka hata ili jukumu ama wajibu wa ulinzi kwa taifa ni raia wote. Kwani polisi ni watu gani? Sio raia, familia zao ziko. Unahisi labda polisi wa zama hizi hasa nini wanakosea, au labda yapi wanapaswa kurekebisha ili tusiwataje kama unavyotaja sasa, kwamba uwataje kama ulivyokuwa unataja zamani kipindi cha baba hayati wa taifa Nyerere, wakati umewasifia? Iko hivi. Nimesema kwamba walikuwa wanatenda kwa kuzingatia sheria na misingi ya haki mno na uhuru. Na katika majukumu yao utekelezaji hakuna ubishi kwamba polisi hadi leo sio kwamba hiyo kazi haifanye. Polisi lazima detect, anangamua. Ndio maana unaweza kukuta akakuhitaji kwamba mimi nakuhitaji. Ina amedetect hata bila kutumia nguvu. Kwa nini tambo zote zina matumizi makubwa yote? Kwa nini? Anakuja anakuambia kwamba tena wana mbinu nyingi sana polisi. Na wanasomea hata leo hii. Na nitegemea waende hivyo. Hatua ya kamataji ni ya mwisho mno. Hatua ya matumizi ya nguvu ni ya mwisho pale mtu anapotokea ana ukinzani au anapambana nao. Unaona? Kwa hiyo warudi katika misingi ile ile. Kukamata kwa polisi ni hatua nyingine ya utekelezaji wa majukumu yao. Hatukatai. Na hakuna mtu anaweza kukataa kukamatwa. Mbona hata katika ukamataji wanatumia nguvu kubwa sana, hata kwa kiongozi au kwa mtu yote yule ambaye hajatumia nguvu? Kwa nini wanatumia nguvu zile? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kama nchi, kama taifa, yameshotokea masuala ya jana yalivyotokea, tunahisi au tunapaswa nini tufanye au lipi lifanyike ili tutoke katika zama hizi ambazo zinaonekana kwamba inatumika nguvu zaidi kuliko labda maongezi au maelewano kama zamani kipindi cha baba taifa, ambapo alituacha paka nakufa na system ya ujamaa, kwamba mambo yetu tunayamaliza kinini kwa maongezi, mazungumzo ya amani kama ambavyo tumepata uhuru. Kwa hiyo kwamba tutoe hizo vurugu, wapinzani kama ambavyo wewe ni ACT Wazalendo msikilizwe na chama tawala mpishane kwa nguvu ya mdomo, yani nguvu ya hoja na ubongo wa watu, kuliko nguvu ile kusema kama unataka nguvu ya dola. Labda kuna watu wanatumia kitu fulani, labda hivyo mapolisi ulivyotaja. Kwanza wote kabisa wakiwemo polisi na vyombo vingine vyote vya dola na serikali katika ujumla, vyama vyetu vya siasa na umma wa Tanzania,
vitu vya kuzingatia kabisa ambavyo vinahitaji vifanyike na vinavyofahamika vizuri. Kwanza ni kutambua na kuheshimu kwamba nchi hii ni ya mfumo wa vyama vingi kikatiba chini ya ibara ya 3 mwaka 1992 nchi imeingia katika mfumo wa vyama vingi. Waelewe hivyo. La pili, kila chama cha siasa kina haki na wajibu wa kutafuta namna ya kuweza kushinda na kuunda serikali na kuendesha vyombo vya dola.